Shalom shalom watu wa Mungu. Ni wakati mwingine tena nimekuja hapa kwa ajili ya kufundisha maneno ya uzima ambayo watu wa Mungu tunapitia au tupo, au kama unahitaji msaada ndio huo sasa tunataka kutoa. Na mchana wa leo pia nina somo ambalo ninalifundisha ambalo pia litalenga kwenye sehemu nyingi tu. Nitalitolea kwa mifano kwa ufafanuzi. Mungu akubariki sana wewe ambaye unaendelea kunisikiliza na unaendelea kunifuatilia. Tegemea kupata mambo mazuri zaidi. Somo langu mchana wa leo linasema kwamba ukitambua utofauti wako, utatambua ubora wako. Maana ukitambua ubora wako, daima utakuwa kwenye hali yako na sio kwenye hali ya wengine. Kwa nini nimefundisha hili somo? Nasema kwamba ukitambua utofauti wako, utatambua ubora wako. Na ukitambua ubora wako, unakuwa kwenye hali yako na sio kwenye hali ya wengine. Tumekuwa ni watu ambao, kwa mfano sasa natolea mfano, watu ambao wako kwenye mahusiano, watu ambao wako kwenye ndoa. Kuna vitu ambavyo huwa vinatokea ambavyo watu hawajavijua. Daima siku zote ukitaka kuwa bora, unatakiwa ujitambue. Na ukitaka kuwa kwenye hali yako, unatakiwa ujue utofauti wako. Lakini tumekuja kugundua kwamba kuna mafarakano, kuna magomvi, kuna vitu vinavyoendelea hususan kwenye, ngoja niongelee kwenye issue ya mahusiano. Mahusiano ambayo watu ambao bado hawajaingia kwenye issue ya ndoa. Unamkuta ni kijana wa kike na kijana wa kiume wameanzisha mahusiano. Katika kuanzisha mahusiano yao sasa, kwenye kuanzisha mahusiano yao, kila mmoja hajajua ubora wake na kila mmoja hajajua utofauti wake. Hiyo kitu inaleta shida sana. Na ndio maana yake unakuta kwamba ugomvi unakuwa ni mwingi sana kwenye issue ya mahusiano ya kimapenzi, watu ambao bado hawajaingia kwenye ndoa. Kwa sababu gani? Cha kwanza, bado hawajajua utofauti walionao, hawajajua ubora walionao, na hawajajua wako kwenye hali gani. Kwa hiyo imewapelekea watu wengi kutokujua utofauti na kutokujua ubora wao. Na ndio maana unakuta kwamba eti mahusiano ya kimapenzi mtu yani hamjajitambulisha, mnaishi tu kinyumba kiolela ambapo kwamba mnaishi kwa kujitolea. Yani huyu binti ameamua kwenda kujitolea kuishi na mwanaume, na mwanaume ameamua kujitolea kuishi na binti. Kwa hiyo sasa yale mahusiano waliopo yanakuwa ni mahusiano ambayo yana ugomvi kila inapoitwa leo. Mara nimemfumania na hiki, mara nimegundua hiki, mara nimefanya hiki. Kwa hiyo unakuta kwamba ni watu ambao wanaishi hawapo kwenye ubora wao, hawaishi kwenye utofauti wao. Kwa nini nimesema kwamba ukitambua utofauti wako, utatambua ubora wako? Siku zote kitu chochote kilicho bora lazima kitambulike. Na kinatambulikaje? Kinatambulika kwenye kukaa kwenye hali yake. Kukaaje kwenye hali yake? Siku zote mtu akijua hali yake anaepuka kujilinganisha. Na ukiepuka kujilinganisha, utaepuka kushindana. Kwa nini nasema hivyo? Nimetolea hiyo mifano na mifano mingine naongezea hapo. Kwa mfano, kwenye ndoa, dada, mimi umeolewa, upo kwenye ndoa, upo na mume wako na mwanaume yupo na mke wake. Sasa kama kwenye ile ndoa uliopo haujajitambua, haujajua utofauti wako kati ya wewe na mtu mwingine, kati ya wewe na watu wanaokuzunguka, usipojua utofauti wako, hauwezi kujua ubora wako ndani ya ndoa yako hata dakika hii moja. Na watu wengi ambao wameishi kwenye mambo ya kawaida sana ni watu ambao hawajatambua ubora wao, hawajajua utofauti wao. Na ndio manake ukimkuta mwanamke anayetambua utofauti wake, kwamba yeye ni tofauti na mwingine, ni tofauti na mwanamke fulani, ni tofauti na mama fulani, ni tofauti na mtu fulani, unamkuta yupo kwenye ubora wake. Kwa nini? Kwa mfano, mimi niko kwenye ndoa yangu, nikasikia taarifa kwamba mwanaume wangu mimi au mume wangu mimi anatembea na mwanamke mwingine, au ana mwanamke ambaye yuko nje ya mapenzi yangu mimi na yeye. Sasa mwanamke anayejua utofauti wake,
au mwanamke anayejua ubora wake, yeye hana muda wa kwenda kuhangaika na michepuko au kwenda kuhangaika kuanza kudili na wanawake ambao wako kwenye simu ya mume wako. Unaanza kuchukua simu ya mume wako, unaanza kusearch jina moja baada ya mwingine, unaanza kumuuliza huyu ni nani, huyu ni nani. Maana yake wewe bado hujajua ubora wako, haujajua utofauti wako. Kwa hiyo wewe ni mtu ambaye bado haupo kwenye hali yako. Lakini mwanamke ambaye yupo kwenye hali yake, amejua utofauti wake na anajua ubora wake, haumkuti anagombana na wanawake, haumkuti anagombana na michepuko, haumkuti anagombana na mabinti wa kazi kwamba una mahusiano na mume wangu. Unamkuta ameamua kuwa kwenye ubora wake. Kwa nini awe kwenye ubora wake? Kwa sababu cha kwanza, mwanamke anayejua ubora wake na anayetambua utofauti wake ni mwanamke ambaye anakaa kwenye hali ipi? Kwenye hali ya kujua kwamba mimi silingani na yoyote, mimi sifanani na yoyote. Kwa hiyo badala ya kujilinganisha na wanawake wengine, kuanza kugombana na wanawake, unatembea na mume wangu, sijui nini, yeye anachokifanya anadili na mume wake, kwa sababu anajua mimi nikipoteza ubora wangu kwa mwanaume kule, nikianza kugombana na wale wanawake, naonekana mimi sina thamani, naonekana mimi sio bora. Kwa hiyo siku zote kitu kilicho bora huwa hakigombaniwi, hakilinganishi. Angalia asilimia kubwa, watu wengi ambao hawajakaa kwenye ubora wao wapo kwenye kulinganishwa, wapo kwenye kufanana. Chochote kilicho bora ni kitu ambacho kipo kwenye standard, ni kitu ambacho kipo kwenye hali yake, ni kitu ambacho kipo kwenye ukubwa wake. Kwa hiyo mtu ambaye anaujua ubora wake, anajua utofauti wake, ni mtu anayetoka kwenye kufanana. Unapoanza kugombana na michepuko, unapoanza kugombana na binti ndani ya nyumba kwamba wanatembea na mume wako, sijui ni nini, wewe upo kwenye kufanana, unafanana nao, na ndio maana unaenda kugombana nao. Kwa hiyo angalia hata watu wenye maduka mazuri, watu wenye mabiashara mazuri, angalia watu wenye maduka klasiki, duka safi zuri, lina mataa mazuri, lina vitu vizuri, huwezi kumkuta anashindana na mtu ambaye ana duka la kawaida. Yeye amekaa kwenye kiti chake, yupo kwenye ubora wake, amejua utofauti wa biashara yake, amejua hali alionayo, amekaa kwenye kiti, yupo tayari kuuza ubora wake, kuuza bidhaa yake iliyo bora. Wale ambao wanashindana, wanalingana, wanaanza kushindana. Chochote ambacho kipo kwenye ubora, chochote ambacho kina utofauti, chochote ambacho kipo kwenye hali yake, hakiwezi kushindana. Wote mnaoshindana, watu wote mnaoshindana, magomvi, kufarakana, kugombana, bado mpo kwenye kufanana. Kitu kilicho ambacho akifanani na cha wenzie, unagombana nachoje? Unashindana nachoje? Manake mtu ambaye anajua niko kwenye ubora, niko kwenye hali yangu, niko kwenye utofauti, unashindanaje? Siku zote vitu ambavyo vipo kwenye ushindani ni vitu vinavyofanana. My dear, ufanani na yoyote. Wewe mama uliye kwenye ndoa yako, wewe binti ambaye upo kwenye mahusiano, jua kwamba yule mwanaume alikuwa na nafasi nyingi za kuwachagua watu, lakini amekuchagua wewe. Jua basi ubora wako, jua basi thamani yako, jua kwamba wewe haufanani na yoyote. Lakini kitu gani kinakupelekea wewe unaanza kugombana na mwanaume, unaanza kugombana, unaanza kushindana, unaanza kuchukua simu, unaanza kupekua message moja baada ya nyingine? Maana yake wewe unafanana na wale. Lakini kitu ambacho kitu kiko kwenye ubora akifanani. Wanaoshindana ni na wanaofanana. Kwa hiyo wewe kama unafanana na wao, endelea kushindana. Na kama unajijua kwamba haupo kwenye ubora, endelea kushindana. Hiyo wengi hamwezi kukubaliana na mimi. Lazima mtaleta tu maubishi na maugomvi. Lakini ukitambua utofauti wako, utaujua ubora wako. Wanawake wengi hawatambui utofauti wao, na ndio maana yake hawajawahi kukubali kuwa kwenye ubora wao. Na siku zote ukishindwa kuwa kwenye ubora, hauwezi kuwa kwenye hali yako. Kila siku unakuwa ni mtu wa kulaumu, wa kuongea, wa kuona kwamba unachitiwa, wa kuona kwamba unanyanyaswa. Ni kwa sababu haujakaa kwenye hali yako. Ubora, yani hata Mungu, yani hata angalia, hata mtu anauza kitu, anauliza tu kina ubora,
kiko kwenye hali yake, maana yake kitu kilicho bora kina thamani. Kwamba mtu akishindwa kujua utofauti wake hawezi kujua thamani yake. Kwa hiyo watu wengi, wanawake wengi wameshushwa thamani zao na waume zao, ni kwa sababu wameshindwa kukaa kwenye ubora wao. Siku zote nataka nikuambie tu jambo, ni kitu ambacho mimi nimekifanyia kazi, ni kitu ambacho nimefanyia research, mpaka nimekuja kukuongelesha hapa leo, nimekifanyia research. Anzia ulipo leo, utakuwa chochote unachokitaka. Anza leo kutafuta utofauti wako. Achana na biashara za mume wako, sijui amekuchiti, sijui ana wanawake, mwacha haya na wanawake 100, lakini kitakachomfanya arudi kwako na atambue kwamba wewe ni mwanamke bora ni kuonyesha utofauti, ni kuonyesha respect. Onyesha wewe upo kwenye hali yako, na onyesha wewe ni watofauti, onyesha una ubora. Acha kulingana na watu, acha kujilinganisha. Ukianza mashindano, na ndio maana wanawake wengi wakiona mume amefanya na yeye anataka kwenda kufanya, wakiona mume ametoka na yeye anatoka, wakiona mume amejibu vibaya na yeye anajibu, akiona mume anatukana na yeye anatukana. Kwa hiyo hauwezi kuwa kwenye ubora wako kwa hiyo, na ndio maana tumeshindwa, viwango vinatofautiana na tumeshindwa kuelewana hapo, kwa sababu wanawake wengi wameshindwa kuwa kwenye ubora wao, wameshindwa kuona utofauti wao, wameshindwa kuwa kwenye hali yao. Na siku zote nimekuambia kwamba ushindani upo kwa wanaofanana. Wewe unafanana na nani? Hakuna mwanadamu anayefanana na wewe, hakuna mwanamke anayefanana na wewe. Wewe ni wewe na yule ni yule. Hata kama ni kahaba, yeye ni kahaba, wewe sio kahaba. Wewe upo ndani ya ndoa. Ni kitu gani kinachokufanya wewe unaanza kukosa confidence ya kuanza kuhangaika, kuanza kutafuta vitu ambavyo vitakushushia thamani? Leo tambua hili, jua ubora wako, jua thamani yako, tengeneza mazingira yako kiasi cha kujiona wewe ni bora, cha kujiona wewe ni wa thamani, kitamfanya yule mwanaume aanze kukuona kwamba kweli nimeoa mwanamke jasiri, nimeoa mwanamke ambaye. Lakini kitendo cha wewe kuanza kugombana na watu, kushindana na watu, kuanza kuturushiana maneno mtandaoni, status, unaweka vijembe, unaweka vitu vya ajabu ajabu kwenye status, maana yake unashuka kwenye ubora. Yaani wewe ni mtu ambaye ushindani upo kwa wanaofanana, wewe unafanana na wao, na ndio maana unaanza kugombana. Wewe waza, wewe ni mtu mzima, ni mama, umeshiba, uko vizuri, unapendeza, unaenda kugombana na katoto ka 2000 au katoto ka spika, unaanza kumfanyia vituko. Maana yake wewe upo kwenye kufanana. Yaani wewe unafanana, haujui ubora wako. Hakuna anayefanana na wewe my dear, hakuna anayefanana na wewe. Kanuni ni 2. Kanuni ya kwanza, nakupa kanuni 1. Kanuni namba 1, shindana kuwa bora zaidi ya jana na sio bora zaidi ya mtu mwingine. Tumekuta watu wengi wamekuwa wakishindana, hawashindani kuwa bora kuliko jana, wanashindana kuwa bora zaidi ya mwanamke yule ambaye anamuonyesha status. Yaani kwamba ameshagundua kwamba mume wangu anatembea na mtu fulani. Kwa hiyo sasa yeye mashindano anayoshindana, kwa sababu tayari umeshafanana naye, unaanza kuweka vitu vya ajabu ajabu, mara status, mara Facebook, mara Insta, mara unaongea maneno ya shombo. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wewe haushindani kutafuta ubora wako zaidi ya jana, unashindana kwa ajili ya kuwaonyesha wengine. Lakini nakushauri leo, shindana kuwa bora zaidi ya jana, sio ushindane kuwa bora zaidi ya mtu mwingine. Nataka nikufundishe tu hilo leo kwamba ukitambua utofauti wako, utajua ubora wako. Na ukijua ubora wako, daima utakuwa kwenye hali yako. Na ukiwa kwenye hali yako, daima utaepuka kushindana. Ushindani upo kwa wanaofanana. Ufanani na yoyote. Yaani mimi nakushauri leo, haufanani na yoyote. Unaniona mimi? Hakuna kopi yangu. Hayupo. Kwa sababu tayari nimeshakaa kwenye nini? Kwenye ubora wangu.
hata kama yani afanye ya kufanya, na kuambia ukweli kabisa, ninajijua na nimekaa kwenye ubora wangu, nimetambua utofauti wangu, nimejua kwamba ushindani upo kwa wanaofanana. Mimi sifanani na yoyote. Na wewe leo ukianzia ulipo, ukianza kusema kwamba sishindani na yote, achana na biashara za kushindana na watu, kugombana na watu. Itakupelekea sasa wewe unaanza kuacha kufanya shughuli nyingine, unaanza kufanya mambo mengine. Leo focus na yanayokuhusu. Acha kudili na mambo yasiyokuhusu. Yani kuna vitu kabisa vitakupotezea muda. Anza kushughulikia vitu ambavyo vitatengeneza brand yako. Wewe usitengeneze wewe kushuka, tengeneza kupanda. Kiwango chako cha kuendelea kupanda kitakutengenezea wewe unaonekana bora kwenye mahusiano, bora kwenye ndoa, bora kwenye kila kitu. Na ndio maana yake watu mnaoitwa wapenzi wa mahusiano, yani kwamba kuna kitu cha ajabu sana. Unakuta kwamba kijana wa kike na kijana wa kiume wako kwenye mahusiano. Eti kesi inakuja kwamba nimemfumania na message. Mpenzi anafumaniwa, hajulikani kwenu, hajawahi kufanya kitu chochote. Leo hii unatuambia kwamba eti nimemfumania, tumepigana, tumegombana, nimemkuta na mwanamke mwingine kwenye mahusiano ya kimapenzi. Kweli leo hii unatuambia kwamba nimemfumania mpenzi. Mpenzi anafumaniwa, unamfumania mpenzi. Sasa je, hamjaoana, mkiingia kwenye ndoa inakuwaje? Ndio maana yake sasa hujajua wewe mwanamke. Ukiona umemfumania mwanaume ambaye hajakuoa, ambaye mpo tu kwenye mahusiano, umemfumania, sijui mmegombana, mfanyaje, huyo mtu hakufai. Tafuta namna nyingine ya kutoka hapo haraka sana. Utaingia kwenye maisha ambayo ni magumu sana, kwa sababu hakuna mahusiano ya kimapenzi ya mtu kusema kwamba eti sijui tumegombana, tumepigana, tumefumaniana. Unamfumania mpenzi? Hakuna kitu kama hicho. Ondoka hapo, sio sehemu yako. Sehemu yako ipo. Tafuta kuwa na amani kwanza. Mahusiano ambao unayotengeneza wewe unatengeneza. Epuka sana kujilinganisha kwenye eneo ambalo sio la kwako. Kwa hiyo watu wengi, watu yani wa vijana wa kike na wa kiume, wameishi kuvumilia manyanyaso, kuvumilia maneno machafu, kutukanana, kufanya nini, kujibizana. Eti wapenzi mnakaa eti wiki nzima msemeshana, nitakuja kusemeshana baadaye. Ni kitu cha kishamba, yani ni ushamba uliopitiliza. Kwa hiyo mimi nakushauri tu kwamba kama binti, leo hii ukiamua kutengeneza ubora wako, utaujua utofauti wako. Na ukiujua utofauti wako, daima utakaa kwenye hali yako. Na ukikaa kwenye hali yako, utaepuka kushindana. Maana ushindani upo kwa nao fanana. Nafikiri utakuwa umenielewa hapo. Jambo lingine, kuwa mtu mwenye matumaini au mtu asiye na matumaini wala hakutakusaidia kitu chochote. Yani ukiwa kwenye hiyo hali, ukishindwa kujua ubora wako, ukishindwa kujua utofauti wako, ukishindwa kujua hali yako, wewe utaishi kwenye sehemu inaitwa matumaini. Kuwa kwenye matumaini, kuwa mtu wa matumaini au asiye na matumaini wala hakutakusaidia kitu chochote, isipokuwa unapaswa kuyaona mambo kama jinsi yalivyo na kuchukua hatua ufanikiwe haraka. Narudia tena, ukiona wewe hujajua bado ubora wako, hujajua utofauti wako, haujajua hali yako, maana yake upo kwenye mahusiano, upo kwenye ndoa, usiojua ubora wako, usiojua haki yako, usiojua uthamani yako. Kwa hiyo wewe unaishi kwa matumaini. Narudia, kuwa mtu wa matumaini au usiye na matumaini bado hakutakusaidia kitu chochote. Usiishi kwa matumaini kwamba kuna siku atabadilika, kuna siku itakuwa hivi. Mimi nataka nikwambie, ukiishi kwa matumaini kwamba kuna siku itakuwa hivi, hakutakusaidia chochote. Cha msingi, unapaswa jinsi ulivyo anza kuchukua hatua haraka iwezekanavyo, na utaanza kuona mafanikio, unaanza kuwa tofauti. Kwa hiyo acha kujidanganya kwa matendo ambayo ulionayo. Cha mwisho, kwenye hili somo langu, jambo la mwisho, kama matendo yako yanawahamasisha wengine kuishi kwenye kile unachokiishi, kujifunza zaidi, kufanya zaidi na kufanikiwa zaidi, wewe utakuwa mwalimu bora wa mahusiano ya wengine. Kama matendo yako
hayahusishi watu kujifunza, watu kufundishika, watu kufanikiwa, my dear, hama kwenye hicho kipengele. Maana yake wewe ni mtu ambaye hujui ubora wako, hujui thamani yako, hujui umuhimu wako na hujitambui. Kwa hiyo kadiri unavyoendelea kujifunza, utagundua kuwa mitazamo haipaswi tena kubaki kwenye kichwa chako. Yaani kwamba utagundua kwamba kuna vitu ambavyo kumbe napaswa kuviondoa, napaswa kuachana navyo. Kwa mfano kugombana, kwa mfano kufumaniana si message, kwa mfano si kufanya nini. Yaani ukianza kujifunza na ukianza kunielewa, utaanza kugundua kwamba kuna mitazamo kwa mume wangu, kuna mitazamo kwa mke wangu, wacha nianze kubadilika. Kwanza niache kuiacha, acha nianze kufanya hiki. Na utaanza kujikuta kwamba unaanza kukawa na unaanza kukuta umekuwa mtu wa kawaida. Nataka nikwambie tu jambo la mwisho. Kuna watu wapo kwenye mahusiano, wapo kwenye ndoa zao hata Mungu anawashangaa, hawajui wanataka nini. Yaani hawajui wanataka nini. Narudia tena kwa msisitizo. Kuna watu wapo kwenye ndoa zao, kuna watu wapo kwenye mahusiano, kuna watu wapo kwenye uchumba, ila hata mbingu zinawashangaa, hawajui wanachokitaka kwenye hayo mahusiano na kwenye hizo ndoa na kwenye hizo familia. Hawajui wanachokitaka. Na siku zote mtu yoyote asiyejua anataka nini kwenye kile alichokiwekea mbele, hata Mungu hawezi kumsaidia, kwa sababu haujulikani unataka nini. Na kwenye hili kundi la watu wasiojua wanataka nini, kuna watu waliosoma kabisa, wana elimu za juu, lakini bado hawajui ni nini wanachokitaka. Hawajui wanataka nini kwenye maisha yao, hawajui wanataka nini kwenye mahusiano, hawajui wanataka nini kwenye ndoa. Yaani mtu yupo kwenye mahusiano, yupo kwenye ndoa, lakini hajui anataka nini kwa yule mwanaume, anataka nini kwa yule mwanamke, anataka nini kwenye haya mahusiano, anataka nini kwenye uchumba. Hajui ni nini anachokitaka. Na kutokujua unachokitaka kwenye kile unachokitaka ni ishu ya kujua kwamba hauna hamasa na maono kwenye kile ulichonacho. Mungu akusaidie ndugu yangu. La sivyo utajikuta kila siku unakuwa ni mtu yule yule, asiye na mabadiliko, asiyesogea, asiye na yani na hamu ya kufanya kitu chochote kizuri. Kwa hiyo kuanzia leo, hebu anzia ulipo. Una uwezo wa kuwa chochote unachokitaka. Ombe Mungu akusaidie. Ukijua utofauti wako, utakuwa kwenye ubora wako. Na ukiwa kwenye ubora wako, utakuwa kwenye hali yako. Na ukiwa kwenye hali yako, utaepuka kulinganisha. Na ukiepuka kulinganisha, utaepuka vitu vingi ambavyo vilikuwa kwako ni vitu yani ambavyo vinakupotezea muda, vinakupotezea wakati, na mwisho wa saa unajikuta kwamba umeanza kufanya upya. Amen. Wakati mwingine wakati mwingine umeshindwa kubadili maisha yako kulingana na imani au kulingana na kile ambacho unakiona hakina ubora kwenye maisha yako. Yaani watu wengi wanashindwa kubadilisha mitazamo, kubadilisha maisha, kubadilisha njia, kubadilisha yani wamekomea pale pale kwamba ni huyu, yani ndio huyu Mungu ameniandikia, lakini wameshindwa kubadilisha kwa sababu wameishia pale pale walipo. Ni pale, yani ukitaka kubadilika ni pale unapoamua kubadili vile ambavyo umekuwa ukiamini kuwa kwa muda mrefu ndio maisha yako na ya kubadilisha. Ni kwamba kuna asilimia kubwa watu wengi wameshindwa kubadilika kwa sababu ya kuishi pale pale kwa miaka mingi, kwa muda mrefu, bila kuamini kwamba wana uwezo wa kubadilika. Lakini leo nataka nikwambie kwamba una uwezo wa kubadilisha mfumo na una uwezo wa kubadilisha kila kitu. Anzia ulipo, utakuwa chochote unachokitaka. Anza kujenga imani juu ya kuona uwezekano wa kufanya mambo yatokee, na sio ule wa kuona ugumu tu na kukimbilia kutafuta sababu za kushindwa. Watu wengi wanatafuta sababu za kushindwa. Ndio maana hata kwenye mahusiano, kwenye ndoa, watu wengi wamekuwa ni wakulaumu, watu wengi wamekuwa ni wanakimbilia sababu za kushindwa badala ya kukimbilia sababu za kutatua.
Mungu akusaidie uweze kujua kwamba mimi natakiwa kutatua ili niwe kwenye ubora wangu na niwe kwenye utofauti ili niepuke kushindana. Mungu akusaidie sana na Mungu akubariki. Mpaka na hapo utakuwa umenielewa.